Yes, tunaendelea na wadau mbalimbali ambao wameshiriki katika tukio hili la kusali kwa pamoja katika siku hii nzuri ya Eid Fitr. Na leo tumekutana na mdada ambaye ni mwanadada ambaye kama unavyomuona muonekano wake ni anaonekana Kiislamu zaidi, na tutaenda kumuuliza baadhi ya mambo machache ambayo atatuambia kuhusu siku hii ya leo. Hey dada, habari? Salamu. Kwema? Kwema. Unaendeleaje? Sijambo. Habari za siku ya leo? Nashukuru Mungu. Naona leo umependeza sana. Vipi? Kwa nini leo umependeza na sio siku nyingine? Nimependeza kwa sababu ni siku ya kusali Eid. Siku ya kusali Eid. Yeah. Yaani utaratibu kwamba siku ya kusali watu wote wanakuwa wamependeza. Lazima upendeze. Unafikiri kwa nini lazima upendeze? Kwa sababu unakuwa umetoka kwenye mfungo. Kwa hiyo lazima upendeze. Unafikiri kuna ugumu gani kati ya kutoka kwenye mfungo na kuja kwenye Eid? Kutoka kwenye mfungo. Kwenye mfungo yani natakuwa ni uwe makini na swala, uepuke na machafu, yale yote aliyokataza Mwenyezi Mungu yaweke kushoto. Kuna faida gani ya kuswali siku hii ya leo? Kuna faida gani ya kuswali siku ya leo? Faida ya kuswali siku ya Eid, kwanza ni vizuri kujumuika na wenzako, pia mnakutana na ndugu jamaa na marafiki, mnasalimiana. Yaani hapa mnasali kwa pamoja. Kwa umoja umuhimu wake ni kwamba mnakutana na majamaa na marafiki kwa pamoja, kwa umoja. Kunakuwa hakuna makundi. Vipi leo kuna kupika nyumbani? Ndio. Umepika nini na nini leo? Kwa sisi tumepika pilau, tunaenda kupika pilau. Pilau peke yake? Pilau na wali wa mweupe. Vipi kuhusu nyama? Nyama ipo. Nyama gani? Kuna kuku na nyama ng'ombe. Unawaambiaje wasikilizaji, je, waje au wasije? Waje na wakaribisha. Unawakaribisha? Neno moja kwao basi. Neno moja kwa wasikilizaji. Nawatakia Eid njema. Waambie nawatakia Eid njema. Nawatakia Eid njema. Basi asante sana na ameelezea vizuri kabisa. Basi tunaendelea na kuoji hapa kwa baadhi ya watu ambao wameshika katika eneo hili ili kujua wamechukuliaje siku hii ya leo. Karibu sana na kiongozi, habari? Habari nzuri kaka. Unaendeleaje? Sijambo, kweli na majukumu. Ni nzuri kabisa. Nakuona umependeza kabisa, anasema umeulamba Waswahili. Nimependeza leo, ni siku ya Eid, ni siku ya furaha. Nafikiri kwa nini umependeza kiasi hicho? Nimependeza kwa sababu Muislamu lazima apendeze. Uislamu ni usafi. Yaani Uislamu sio kwa ajili ya tukio la, kwa sababu Uislamu ni usafi. Uislamu ni usafi pamoja na tukio likiwepo. Okay, hiyo nimeelewa zaidi. Kipindi na watu wengine wanasema watu wamependeza kwa sababu leo ni siku ya Eid, kwa lazima tu ndio tumependeza kwa sababu watu mbalimbali wanakuja. Ni kweli. Siku ya Eid ni siku ya kula na kunywa. Ni siku ya furaha. Kwa hiyo natakiwa mtu uwe safi, uwakirimu wenzio, walio nacho waone wale wasio nacho. Okay. Inapendeza. Unafikiri kwa nini eneo hili watu wanakuja sehemu hii kwa pamoja na sio sehemu zingine? Ni sehemu ambayo inawajumuisha Waislamu kwa ajili ya ibada ya Eid. Ni vyema kufanya hivyo, wanatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, kwa maana hiki kinachofanyika ni ucha Mungu. Tunafunga ili tupate ucha Mungu. Kwa hili linalofanyika ni la ucha Mungu. Inshallah. Unafikiri siku ya leo kuna faida gani ya kusali sehemu moja? Unafikiri kuna faida gani ya kusali sehemu moja? Mungu ameamrisha tusali katika viwanja vilivyokuwa vya wazi. Kwa hiyo inapendeza watu wakasali mahala pamoja. Hivyo ndivyo ilivyo hivyo. Nafundisha hivyo. Unafikiri siku ya leo ya Eid kitu gani ambacho ni maalum sana katika siku hii ya leo? Ni tukio ambalo yani tayari halina halipatikani ila isipokuwa kwa mwaka mara moja. Kwa mwaka mara moja. Eid al-Fitr inapatikana mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo ni tukio ambalo linawajumuisha watu kwa swala hili la ibada. Ni hivyo. Siku ya kwanza lazima ibada ifanyike na ndio tukio muhimu ambalo linafanyika katika siku ya leo. Hivyo. Na hii inawajengaje nyinyi kama Waislamu? Hii inatujenga ucha Mungu. Inatujenga ucha Mungu. Lengo ni kucha Mungu. Vipi leo unatembelea maeneo gani? Kwa sababu watu wanasema siku hii ya leo lazima watu watembee. Unatembelea maeneo gani siku ya leo? Siku zote ni siku za kutembea, ila isipokuwa siku ya leo ni ya kula na kunywa. Ufurahi, unajumuika na ndugu na jamaa, mnakaa mnafurahi. Basi hivyo tu, hakuna sababu ya kuzurura au kutembea kwenda hovyo. Mnapanga sehemu maalum, mnakaa, mnakula, mnakaa sehemu moja pamoja. Pamoja ndio. Hiyo imekaa au na wale waliowapa mwaliko. Hiyo imekaa vizuri. Vipi, ni chakula gani ambacho umekipika nyumbani siku ya leo? Kwa
Kwa kweli inapendeza sana. Siku ya leo nimeandaa nyama ya kuku na ubwabwa. Nyama ya kuku nyama gani? Nyama moja tu, yani nyama ya kuku nyama moja. Ushanua. Inshallah. Nyama ya kuku nyingi au kuku moja? Fanya subira kidogo inshallah. Na kuku nyingi au kuku moja? Hapana, kuku nyingi. Okay. Kuku nyingi kwa sababu tayari kuna mwaliko, kuna ndugu, jamaa, watoto, familia na kadhalika. Unaona. Basi asante sana. Neno moja kwa wasikilizaji na watazamaji wanaotazama wakati huu wa leo. Ndio. Nasema hili tukio ni tukio adhimu, linapatikana mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo tumefunga ili tupate uchamungu. Kwa hiyo wale ambao tayari walikuwa kwenye ibada ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani na waombea, na wale ambao tayari afya zao zilikuwa kidogo ni za mgogoro, nao na waombea ile imani ya uchamungu iendelee mpaka hapo mwisho wa maisha yao. Kwa hiyo wito wangu mimi ni kusema Mungu ajalie mwisho mwema wa dini na ibada. Amina. Basi ndugu mtazamaji, kama unavyoona, na ndivyo ambavyo maneno mazuri kabisa kwa shehe ambaye amezungumzia mambo machache katika siku ya leo. Basi mimi sina mengi ya kusema katika leo yasema, na katika leo semekana hapa unaendelea kumwambia mwingine na mwingine akamwambia mwingine, ili tuzidi kufuatilia kipindi hichi vizuri kabisa. Mimi naitwa John Mabazo na hii ni Yodi TV. See you then.